pamoja na vipaumbele mlivyo navyo, lakini kwenye baadhi ya shule zile ambazo unakuta walimu wana changamoto kubwa sana ya madarasa au maeneo ya kutumia kama ofisi, muone namna gani kule mnaweza mkaweka nguvu kidogo, kwa sababu unakuta shule ina upungufu wa madarasa. Kwa hata kutenga tu darasa kwa ajili ya walimu yenyewe pia inakuwa ni changamoto nyingine. Aidha mwalimu analazimika kutumia corridor au kujibana kwenye chumba kimoja kwa wingi waliopo. Kwa nadhani kwenye vipaumbele mlivyo navyo kupitia idara ya elimu msingi, basi muone namna gani swala la ofisi za walimu na lenyewe mliangalie. Kuna swala la vyoo. Eneo hili niwapongeze kwenye baadhi ya maeneo ambayo tayari mmeshalichukulia hatua na mnaendelea kuongeza matundu ya vyoo kutokana na idadi ya wanafunzi. Lakini mimi pia ningeshauri mkurugenzi, ifanyike kazi ya ziada kuwashirikisha pia wananchi katika shughuli kama hizi. Hakuna shaka kwamba halmashauri inajitahidi kwa kadri inavyoweza kukusanya fedha na kuleta maboresho, lakini zile kamati za shule, kamati za maendeleo za kata, na zenyewe zimekuwa zina relax mno kwa kutegemea kila kitu kifanywe na halmashauri. Sasa na wenyewe kupitia uhamasishaji tuweze kuongeza chanzo kingine cha tatu, badala ya fedha za serikali kuu na za ndani za halmashauri, hata michango ya wafadhili kupitia hizo kamati iweze kutumika katika kuongeza matundu ya vyoo katika shule zetu za msingi na zile za sekondari. Lengo hapa ni serikali iendelee kutoa huduma za msingi, lakini wananchi kwa namna moja au nyingine na wao washiriki, kwa sababu tunatoa elimu bure, tunaajiri walimu, tunaongeza miundombinu. Hii sababishe kuwe kuna relaxation katika kutafuta vyanzo vingine vya kuboresha eneo la matundu ya vyoo au miradi mingine ambayo inaweza ikapatikana. Tumesikia maelekezo ya Mheshimiwa Rais kwamba halmashauri zote zinapaswa kutenga asilimia isiyopungua 5 kwa ajili ya kupeleka kwenye uboreshaji wa miundombinu ya masoko ili kuwezesha kutengeneza ajira kwa vijana, wanawake na makundi mengineyo katika maeneo hayo. Ushauri wangu, tuangalie yale masoko strategic ambayo pia yana uwezo kutoa ajira kubwa kwa wananchi wetu na huduma, lakini pia kupunguza pressure kwenye baadhi ya maeneo. Kwa mfano, mtu anayetoka Kimara inabidi aende mpaka Kariakoo, aende mpaka Mabibo. Kuna maeneo mengine tukiboresha huku yanaweza yakapunguza ile pressure ya kwenda kwenye yale masoko mengine. Mimi ushauri wangu ni kwamba mnaweza mkachagua masoko ambayo ni strategic. Kwa kama una milioni 1, badala ya kupeleka kwenye kila soko ukaboresha kidogo kidogo, mkaamua kuboresha kama ni Mabibo tukafunguana nalo likawa tayari linafanya kazi vizuri. Lakini pale Manzese na penyewe tunaweza tukaboresha. Na mimi niwaombe, kwa sababu viongozi wa vyama vya siasa mko hapa, lile eneo ni eneo ambalo ni chanzo kizuri cha mapato. Kwa maeneo kama Manzese ambayo watu wengi wanapata kipato pale, na maeneo mengineyo ambayo watu wamepanga biashara zao pembezoni kwenye mabarabara ya tuliyoyatenga, basi swala la ukusanyaji wa mapato tusilifanyie kama ni swala ambalo ni la unyanyasaji au la kisiasa. Ni chanzo cha mapato kwa ajili ya kutekeleza hii miradi ambayo tumeitaja katika bajeti yetu. Tuna jukumu kubwa sana kupokea watoto wa darasa la kwanza katika shule zetu za msingi na awali. Kwa hiyo kipaumbele kikubwa tumejielekeza kwenye uchongaji wa madawati pamoja na ujenzi wa madarasa kwa ajili ya kukabiliana na wanafunzi wanaokuja kujiunga darasa la kwanza na wale elimu ya awali. Lakini pia kwenye elimu ya sekondari katika kwa mtaala mpya wa elimu unaokuja tukaweza kutekeleza baada ya muda madarasa yataungana kule juu, na yanapoungana yanahitaji kuwa na madarasa, kuwepo na madarasa ya kutosha. Kwa hiyo pia katika elimu sekondari kipaumbele ilikuwa kuhakikisha kwamba kuna ujenzi wa madarasa
ya maandalizi kwa ajili ya kidato cha kwanza, lakini pia kwa ajili ya wanafunzi watakaoungana madarasa huko mbele baada ya mfumo wa mtaala kubadilika. Mpaka sasa upungufu tulishaona kwamba huko ilibidi tuweke mchakato wa kuchonga madawati kuhakikisha kwamba tunaondoa upungufu uliopo. Hii ambayo kwenye bajeti inaendana sambamba na madarasa yatakayojengwa, lakini mpaka hivi sasa madawati 7,000 yako yanachongwa. Nafikiri bado madawati 7,000 kukamilika yatatawanywa kwenye shule zote ambazo zina upungufu wa madawati, na utarajia kama kutakuwa na upungufu wa madawati tena. Lakini pia tunayo programu ya kukarabati madawati yaliyoharibika kwenye shule zetu. Wakuu wa shule pamoja na walimu wakuu tumewapa maelekezo, wanapata fedha za elimu bure. Kwenye elimu bure kuna kipengele cha ukarabati. Kwa hiyo tumewapa maelekezo watumie fedha hizo za elimu bure ukarabati madawati ambayo yanakuwa yamepata uharibifu kwenye shule. Kwa hiyo tunaamini mpaka kufikia mwaka wa fedha 2026/27 tunaweza tukaagana kabisa na upungufu wa madawati, ingawa madawati nayo ni vifaa kama vingine, wakati mwingine vinachakaa, vinaharibika. Kwa hiyo utakapojitokeza kwamba kuna upungufu umejitokeza kutokana na uharibifu ambao uko beyond repair, basi tutajipanga kuweza kukabiliana na upungufu. Mheshimiwa Mwenyekiti, Halmashauri ya Manispaa ya Ubungo inatarajiwa kutumia kiasi cha shilingi bilioni 149.2. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 33.7 ni matumizi ya kawaida sawa na 23%, shilingi bilioni 80.8 ni mshahara sawa na 54% ya jumla ya bajeti, na shilingi bilioni 34.6 ni fedha za miradi ya maendeleo ambayo ni sawa na 25%. Makisio ya miradi ya maendeleo kwa mwaka wa fedha 26/27. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka wa fedha 26/27 Halmashauri ya Manispaa ya Ubungo inatarajiwa kutumia fedha kiasi cha shilingi bilioni 34.6 kutoka vyanzo mbalimbali kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Fedha hizi zinajumuisha kiasi cha shilingi bilioni 20.1 mapato ya ndani na shilingi bilioni 14.5 ruzuku ya maendeleo kutoka serikali kuu na wafadhili. Makisio ya fedha za ruzuku ya serikali kuu na wafadhili umetumia ukomo wa bajeti shilingi ya mwaka 25/26. Hii ni kutokana na kuwa na serikali kupitia hazina bado haijatoa ukomo wa viwango vya bajeti kwa mwaka ujao. Aidha, bajeti ya mapato ya ndani imeongezeka kutoka shilingi bilioni 50.6 ya mwaka wa fedha 25/26 hadi kufikia shilingi bilioni 53.1 kwa mwaka wa fedha 26/27, sawa na ongezeko la 5% ya kufanya ongezeko la bajeti yote kwa shilingi bilioni 146 iliyokuwa mwaka wa fedha 25/26 hadi kufikia bilioni 149.2 kwa mwaka wa fedha 26/27, sawa na ongezeko la 2%. Katika mwaka wa fedha 26/27 Halmashauri ya Manispaa ya Ubungo kupitia Halmashauri ya Manispaa ya Ubungo inategemea kujikita zaidi katika kuboresha miradi itakayowezesha kuongeza mapato na kuboresha utoaji wa huduma za jamii.